Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Asante kwa nafasi hii ambayo sasa umetuita tutulie mbele yako, ili Mungu ukaweze kuzungumza nasi, ili Mungu ukaweze kujidhihirisha, ili Mungu ukaweze kujionyesha kwetu, na Baba ukaweze kutukuzwa. Ninakuita sasa ukaweze kuzungumza kupitia kwa Roho wako Mtakatifu, kupitia kwa maandiko ambayo umeangiza hapa, na ili watu wako wakaweze kubarikiwa. Amen. Gusa kila roho na kuiinua na kuiwezesha kunguswa na neno lako. Ni asante kwa sababu Mungu utatenda, na tunakushukuru katika jambo hilo, katika jina la Yesu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Kwa hivyo ujumbe wa leo ambao ndio tunaenda kuzungumzia hapa, unazungumzia juu ya kumtafuta Bwana katika mwaka huu wa 2021. Bwana asifiwe. Amen. Kumtafuta Bwana ninamaanisha nini? Kwa sababu kwa wale ambao tumeokoka, tunajua ya kwamba Bwana amepata nafasi ya kukaa ndani yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye tunapewa tukiisha okoka. Wakati ninasema tumtafute Bwana, ninamaanisha nini? Bwana asifiwe. Amen. Ninamaanisha ya kwamba kwa sababu tumepeana maisha yetu kwa Bwana, kama tumepeana, ni lazima tuendelee kumtafuta uwepo wa Bwana katika maisha yetu, tukue kufika kiwango kingine katika kumjua, katika utakatifu wake, katika kumwabudu, katika kukaa katika mambo yale ambayo ameangiza kupitia kwa neno lake. Bwana asifiwe sana. Na shida ambayo tuko nayo kama wanadamu ni ya kwamba mara nyingi tunakwama katika mambo ambayo tunafanya. Yaani tunamtafuta Bwana wakati hatujaokoka, na tukiisha okoka tunatosheka na sehemu za chini za maisha ya kiroho. Bwana asifiwe sana. Na maisha hayo ya chini ya kiroho, ingawa ina baraka zake kwa sababu tumeokoka, ingawa tutaenda mbinguni kwa sababu tumeokoka, lakini tunakata baraka ambazo zinaenda zikiongezeka kila wakati tunapomjua Mungu zaidi. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninataka tusome katika kitabu cha Kutoka. Tuangalie neno katika kitabu cha Kutoka mlango wa 33. Kitabu cha Kutoka mlango wa 33. Alafu tutaenda kusoma, tutaanza mstari wa kwanza tufike wa 4. Alafu tutatoka hapo tusome tena kuanzia mstari wa 12. Bwana asifiwe sana. Ninataka tuanze kusoma kuanzia mstari huo wa kwanza. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inasema hivi: Bwana akasema na Musa, haya ondokeni, katokeni hapo wewe na hawa watu uliowaleta wakwee kutoka nchi ya Misri, waende nchi niliyowamwapia Ibrahim na Isaka na Yakobo. Nilisema nitakipa kisasi chako nchi hii. Mstari wa 2. Nami nitamtuma malaika aende mbele yako, nami nitawafukuza Mkanani na Mwamori na Muhiti na Mperisi na Muhivi na Myebusi, waifikie nchi imiminikayo maziwa na asali, kwa maana mimi sitakwenda kati yenu, kwa sababu ninyi ni watu wenye shingo ngumu, nisiwaangamize ninyi katika njia. Mstari wa 4. Wakaomboleza, wala hapana mtu aliyevaa vyombo vya uzuri. Bwana akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli, ninyi ni watu wenye shingo ngumu, kama mimi nikiingia kati yenu dakika moja nitawaangamiza. Basi sasa fueni vyombo vyenu vya uzuri, ili nipate kujua nitakalowatendea. Bwana asifiwe. Amen. Tutaenda kusoma tena katika mstari wa 12. Kuna neno ambalo tunataka kujua kutoka katika sehemu hii. Mstari wa 12 wa mlango huo, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa
nawe huku nijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Basi sasa na kuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako nipate kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Mstari wa 14, akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Na mstari wa 15 ambao ndio wa mwisho ninataka tusome, unasema, naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka mahali hapa. Bwana asifiwe sana. Amen. Nilikuwa ninasema ya kwamba kama Wakristo mara nyingi tunakuwa na uzembe wa kuendelea kumtafuta Bwana. Labda wakati tumemtafuta na tumeweza kumuona kwa kiwango fulani, tunajisikia ya kwamba ni kama tumetosheka. Bwana asifiwe. Lakini kuna haja ya kuendelea kutafuta uso wa Bwana katika kila jambo, kila siku, kila dakika katika maisha yetu yote, kwa sababu Bwana hakukusudia tukaishi katika viwango vya chini vya kimaisha. Bwana asifiwe sana. Na tukiangalia katika mahali ambapo tumesoma, tunamuona Musa hapa kwa wale ambao tunajua taarifa hiyo ya Musa na wana wa Israeli, tunajua ya kwamba wana wa Israeli walikuwa wamefanya dhambi kubwa sana hapa. Walikuwa wametengeneza ndama na wakaanza kumwabudu, na Mungu akakasirika sana. Na ndipo tunamuona hapa akiwaambia Musa na wana wa Israeli wakaweze kutoka katika mlima wa Sinai mahali walikuwa wamefika, na yeye anasema hataenda na wao, lakini anasema atawapa malaika aende na wao. Na si hiyo tu, anasema ya kwamba atawafukuzia maadui zake watoke mbele zao. Bwana asifiwe. Ninajua ya kwamba labda kama ingekuwa ni mimi na nikaambiwa nitapewa malaika na nitaondolewa vikwazo, labda ningekubali mara moja tu, kwa sababu ningeona huo uwezo unatosha. Bwana asifiwe. Lakini tunaona Musa ya kwamba hakukubali jambo hilo. Alijua ya kwamba malaika ingawa ni mtumwa na mjumbe wa Mungu, hataweza kufanya kile ambacho Mungu alikuwa akifanya pamoja na wao tangu atoke Misri. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu hiyo akaona hawezi kutosheka ya kwamba Mungu anabaki nyuma kwa sababu ya dhambi zao, na kwa sababu hiyo akamwambia Mungu kama aendi na wao asiweze kuwatoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ninataka tujifunze kutoka kwa tabia hiyo ya kwamba hatufai kutosheka katika viwango vyetu vya chini vya kiroho, kwa sababu Mungu anataka kuendelea kutuinua, anataka kuendelea kutubariki ili tukafikie kiwango ambacho Mungu mwenyewe alikusudia kwa maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Mungu kama vile nilitangulia kusema ana kusudi njema sana katika maisha yetu kama wanadamu. Na kwa sababu hiyo nilikuwa ninataka tuone hivyo. Na kwa sababu ya kuona, tuanze kujitayarisha katika mwaka huu ambao uko mbele yetu. Mwaka ambao tumeombea mwezi kwa mwezi, tukitaka kumuona Mungu na tukitaka kuona baraka zake. Tujue ya kwamba tuna sehemu. Tusitosheke tu kwa kumuomba Mungu bila kujua sehemu yetu katika baraka ambazo tunadai ni nini. Bwana asifiwe sana. Amen. Unaweza kukuta ya kwamba wengi wetu tunaomba tukiwa hapa kanisani na tunatoka tunaenda nyumbani na tunatosheka na hayo maombi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini ninataka tujue ya kwamba tuko katika vita. Na katika vita mtu afai kwa dakika hata moja kukaa chini hata kama aliona ni kama amewamaliza adui zake. Kwa sababu anaweza kuwa kuna wenye wamejificha wakajitokeza. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo kuna haja ya kutia mkazo mkubwa katika kuendelea kumtafuta Bwana katika kila jambo, ili uwepo wake ukaweze kuonekana katika maisha yetu katika kila jambo katika mwaka huu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ninataka tusome neno moja ambalo linatuhimiza katika jambo hilo. Tusome katika kitabu cha Mithali
mlango wa 8. Kitabu cha Mithali mlango wa 8. Tutasoma mstari wa 17, 18 na 19. Mithali 8. Tusome mstari wa 17, ikiwezekana tusome wa 18 na 19. Bwana asifiwe. Ninasoma. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko kwangu, naam, utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu upita dhahabu, naam, dhahabu safi, na faida yangu kupita fedha ile teule. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunamwona hapa Bwana Mungu mwenyewe akizungumzia juu ya kumtafuta, na asemi ni kumtafuta tu, anasema tumtafuteni yeye kwa bidii. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tunataka tuangalie ni kwa nini kwanza tumtafute Bwana. Kwa sababu kama vile nilisema, inawezekana ya kwamba tunaona ya kwamba tumempata. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaweza kufikiria tumempata Bwana, na kwa sababu hiyo tunatosheka ya kwamba tuko pamoja naye. Lakini tunaona anasema tumtafute kwa bidii. Kwa nini tumeendelee kumtafuta Bwana? Kutafuta uso wake, kutafuta uwepo wake katika maisha yetu. Kwa nini? Bwana asifiwe. Amen. Sababu ya kwanza ambayo inatufanya tuendelee kumtafuta Bwana ni kwa sababu kwanza Bwana mwenyewe anasema tumtafute. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni kufuata, ni kutii. Sababu moja ni kutii wito wa Bwana ambao anasema tumtafute. Maana tumesoma, tumeona ya kwamba anasema tumtafute yeye. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Anataka tumtafute. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kwa sababu Bwana anataka tumtafute, kuna haja ya kutafuta nafasi na kujitia bidii ili tukaweze kumtafuta. Kwa sababu tutakapomtafuta Bwana, yale ambayo tumekuwa tukiomba yote tutakuwa nayo. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba mali yote katika dunia hii na dunia yenyewe na mbingu zote ni mali ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Na wale ambao wamefanyika kuwa watoto wake ni warithi wa mali hiyo. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo wakati Bwana anasema tumtafute, tutie bidii kumtafuta, kwa sababu kwa kufanya hivyo tutampata, tutapata nguvu zake, tutapata uwepo wake na tutapata baraka zake. Bwana asifiwe. Amen. Tusitarajie tu kusema ya kwamba tunadai baraka lakini hatutafuti uwepo wa Bwana. Bwana haendi kubariki kila mtu tu, anabariki wale ambao wanamtafuta kwa bidii. Ukisoma katika Agano la Kale, unaona katika maandiko watu wengi wametajwa na Mungu mwenyewe vile waliweza kuwa na viwango vya juu vya imani mpaka akatenda kazi ya ziada katika maisha yao. Bwana asifiwe. Amen. Lakini haimaanishi ya kwamba hao ndio tu walikuwa wanamjua Mungu. Inamaanisha ya kwamba wale walimtafuta Bwana kwa kiwango ambacho si cha kawaida ya wale wengine, na kwa sababu hiyo Bwana akatenda maajabu katika maisha yao. Akatenda kitu ambacho si cha kawaida kwa sababu walimtafuta kwa njia ambayo si kawaida ya wale wengine. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ninasema sababu moja ya kumtafuta Mungu ni kwa sababu yeye anasema kumtafuta. Tunaweza kuangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati mlango wa 4 mstari wa 29. Bwana anazungumzia mambo hayo. Alikuwa anaongea hapa na wana wa Israeli na walikuwa katika utumwa, lakini akawaambia ya kwamba wakati watamtafuta kwa bidii, yeye atawatoa kule alikokuwa amewatuma, kule alikokuwa amewafukuzia, na kuwarudisha na kuwabariki, na wao wataona nguvu za Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tumtafute Bwana. Tumtafute Bwana kwa sababu anasema tumtafute.
Sababu ya pili ya kumtafuta Bwana. Bwana anasema tukimtafuta na tukimpata, basi tutakuwa na maisha mazuri. Amen. Ni nani hataki maisha mazuri hapa? Bwana asifiwe. Amen. Tukimtafuta Bwana kwa bidii, alafu tumpate, tuwe naye, uwepo wake utembee pamoja nasi, tutakuwa watu ambao wana maisha mazuri. Bwana asifiwe. Amen. Maisha ambayo yamebarikiwa, maisha ambayo yamejaa upenyo, maisha ambayo si ya kung'ang'ana. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunaweza kusoma jambo hilo kutoka katika kitabu cha Amos. Tuangalie katika kitabu cha Amos. Amos ni katika Agano la Kale. Amos, ninataka tuangalie mlango wa 5 wa kitabu hicho, na tutasoma mstari wa 4 na wa 6. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema hivi: maana Bwana amewaambia hivi nyumba ya Israeli, nitafuteni mimi nanyi mtaishi, bali msitafute Betheli, wala msiingie Gilgali, wala msipite kwenda Beersheba, kwani Gilgali hakika yake itakwenda utumwani, na Betheli itakuwa ubatili. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, asije akawaka kama moto katika nyumba ya Yusufu, nao ukateketeza, asiwepo mtu awezaye kuuzima katika Betheli. Bwana asifiwe. Amen. Biblia inatuambia katika kumtafuta Bwana tutakuwa hai. Katika kumtafuta Bwana tutaishi. Kwa sababu wale ambao hawamtafuti Bwana tunawachukua ya kwamba ni watu ambao hawako hai kiroho. Kwa hivyo tunapomtafuta Bwana kwa bidii kama vile alivyoagiza, Bwana ataonekana kwetu na sisi tutakuwa hai. Bwana asifiwe. Tutakuwa hai. Unajua, unaweza kuwa hai kwa kawaida, lakini uonekani ukiwa hai kwa sababu umejaa huzuni, kwa sababu umejaa matatizo, kwa sababu yani unakaa ni kama hauna uhai. Bwana asifiwe. Kwa hivyo uhai ambao unazungumziwa hapa ni ile hali ya kuchangamka, kwa sababu wewe una Bwana na Bwana anaendelea kuonyesha utendaji wake katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tumtafute Bwana, kwa sababu tutakapomtafuta na kumpata tutakuwa hai. Bwana asifiwe. Sababu nyingine ya 3 ambayo ni lazima tumtafute Bwana, Biblia inatuambia ya kwamba tunapomtafuta Bwana, tukimpata tutapewa nguvu. Bwana asifiwe. Tutapewa nguvu. Nguvu ambazo tunazihitaji sana katika kila hali ya maisha yetu katika dunia hii. Tunahitaji nguvu kupigana na mipango ya shetani. Tunahitaji nguvu kuhudumu katika kazi hii ambayo Bwana ametuitia. Tunahitaji nguvu ya kuelekeza familia zetu. Tunahitaji nguvu katika kazi zote ambazo tunafanya. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wale wamtafutao Bwana na wamtafute kwa bidii na kumpata, Bwana anawapatia nguvu hizo ili waishi wakiwa ni watu wenye ushindi. Bwana asifiwe. Watakuwa ni watu wenye ushindi, kwa sababu nguvu hii itawawezesha kushinda kila pingamizi, itawawezesha kuishi maisha ya ushuhuda, itawawezesha kuishi maisha ambayo Bwana anayabariki. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Bwana anabariki wale ambao wanaishi kulingana na mapenzi yake. Tunaweza kusoma juu ya jambo hilo katika kitabu cha Isaia, mahali ambapo wengi wetu tunajua, ni mstari tumeunukuu mara nyingi, mlango wa 40 na mstari wa 31, mahali ambapo Biblia inasema wale ambao wanamtafuta Bwana watapewa nguvu mpya na wataruka juu kama tai. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo hatutasoma hapa, lakini nataka tusome jambo hilo hilo katika kitabu cha Zaburi. Tusome kitabu cha Zaburi
mlango wa 105. Zaburi ya 105. Tusome mstari wa 4, wa 3 na wa 4, ambapo tutaona ya kwamba kumtafuta Bwana kunatupatia nguvu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumtafuta Bwana kunatufanya tuwe na nguvu. Mstari huo wa 3 unasema, jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Mtakeni Bwana na nguvu zake, utafuteni uso wake siku zote. Bwana asifiwe sana. Amen. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Na tumeona katika Isaia ya kwamba wale wanaomtafuta Bwana watapewa nguvu mpya. Wanaomtumainia yeye atawapa nguvu mpya, wataruka juu kama tai. Bwana asifiwe. Na naamini ya kwamba hakuna mtu ambaye hataki nguvu, kwa sababu wengi wetu tunashindwa kuendelea katika safari hii ya kwenda mbinguni kwa sababu ya kukosa nguvu za kiroho. Bwana asifiwe. Lakini Mungu huyo ambaye tunaambiwa tumtafute anatupatia nguvu za kiroho na pia anatupatia nguvu za kimwili. Bwana asifiwe. Na kwa sababu hiyo tutakuwa tunaweza kufanya kazi zetu za kawaida na tunaweza kufanya kazi zake na kumshuhudia kwa kiwango cha juu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusilale. Tunataka kujitayarisha kwa sababu tuna mwaka mrefu. Mwaka huu uko na miezi 12 na ndio tuko katika mwezi wa kwanza. Na wakati tulikuwa tunajitayarisha kuomba kwa ajili ya mwaka, tulisema ya kwamba mwezi wa kwanza ni kama jiwe la msingi. Bwana asifiwe. Ni kama foundation. Ndipo tunatakikana tujenge mambo yote ya mwaka wa 2021. Kwa hivyo Mungu atuwezeshe kuendelea kutafuta uso wake ili katika mwaka huo tukajawe na ushindi. Na ndio ninaomba katika kusikiliza Mungu akizungumza nasi tujitie nguvu. Amen. Sababu nyingine, kwa sababu hapa nina sababu karibu 6 na nitasisoma kwa haraka basi ili uache kulala. Wale ambao wanamtafuta Bwana, Bwana anawapa kuwa na furaha na amani. Bwana asifiwe sana. Wengi wetu tunajua kwa sababu tumeona watu wakiishi maisha ambayo hayana furaha. Labda hata sisi wenyewe tumewahi kuishi maisha hayo, ama labda hata sasa tunaishi katika maisha ya aina hiyo, maisha ambayo hayana furaha. Bwana asifiwe sana. Bwana anatuambia hapa ya kwamba wakati tutakapomtafuta, wakati tutakapotafuta uwepo wake ukae pamoja nasi, tutakuwa watu wenye furaha. Bwana asifiwe. Amen. Tutakuwa watu wenye furaha. Ninataka tusome katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa kwanza. Mlango ni wa 16 na tutasoma mstari mmoja tu wa 10. Mambo ya Nyakati wa kwanza, mlango wa 16 mstari wa 10. Ninaamini wengi tumefika hapo, lakini Biblia inasema, na tulikuwa tumeisoma jambo hili hata katika Zaburi. Inasema, jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Jisifuni kwa jina lake takatifu, na ufurahi moyo wao wamtafutao Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Wale wanaomtafuta Bwana mioyo yao itafurahi. Amen. Mungu atawapa furaha. Mungu atawapa kutosheka. Amen. Mungu atawapa kumtegemea, kwa sababu ataona bidii yenu katika kumtafuta yeye. Bwana abarikiwe sana. Amen. Jina lake litukuzwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba wakati tunamtafuta Bwana tunapata ukombozi. Ukombozi huu unaweza kuwa ni kutoka katika dhambi. Ukombozi huu unaweza kuwa ni kutoka katika maadui.
Ukombozi huu unaweza kuwa ni kutoka katika magonjwa. Ukombozi huu unaweza kuwa ni kutoka katika pingamizi zozote ambazo zinaweza kuwa katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaambiwa tunapomtafuta Bwana na kumpata, sisi tutakombolewa kutokana na mambo yanayotuzibu, mambo ambayo yanatuhangaisha, mambo ambayo yanatufinyilia chini. Bwana atatukomboa. Bwana asifiwe. Ninataka tusome katika kitabu cha Saburi. Tusome Saburi ya 34. Saburi ya 34. Tunataka kuona ya kwamba tunapomtafuta Bwana tunapata ukombozi. Saburi hiyo ya 34 mstari wa 4 mpaka wa 6 tunasoma mambo kadhaa hapa. Na nitasoma. Na huyu ni mtumishi wa Mungu Daudi alikuwa anazungumza. Na anasema hivi: na alimtafuta Bwana, akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho wakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya. Masikini huyu aliita Bwana, akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona ya kwamba kumtafuta Bwana kunatufanya kukombolewa, kunatutoa katika hofu zetu. Bwana akikaa pamoja nasi hatutakuwa na hofu, kwa sababu tunajua mshindi, Bwana mpiganaji mkubwa yuko pamoja nasi, na kwa sababu hiyo hakuna kitu ambacho kitatisha maisha yetu. Iwe ni ugonjwa, iwe ni maadui wa kawaida, iwe ni shida yoyote ile, Bwana anatuahidi ya kwamba tutakapomtafuta na kukaa pamoja na uwepo wake, sisi tutakuwa watu ambao hatuna hofu, kwa sababu atatushindia. Bwana asifiwe. Amen. Tumtafute Bwana na nguvu zake zote, naye atatukomboa, atatulinda, atatuwezesha kuwa watu ambao ni huru. Hatutatekwa na kufanywa watumwa na nguvu za giza. Bwana asifiwe sana. Bwana atatuinua na kutuwezesha kwa njia zake za kipekee katika jina la Yesu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sababu nyingine, kwa sababu sababu ni nyingi tu, lakini sasa sitasoma zote. Lakini sababu zipo nyingi, na si hizi ambazo nimeandika tu. Ninajua ya kwamba kuna sababu nyingi ambazo Bwana anataka tumtafute. Kwa sababu kila wakati tunapomtafuta na kumpata Bwana, maisha yetu yanatengenea. Bwana asifiwe sana. Biblia inatuambia ya kwamba tunapomtafuta Bwana, sisi tunakuwa watu wenye hekima. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Methali mlango wa 9 mstari wa 10, hatutasoma. Biblia inasema ya kwamba kumcha Bwana ndio chanzo cha hekima, na hekima tunaihitaji katika kila jambo. Bwana asifiwe sana. Naamini ya kwamba tunahitaji kuwa na hekima ya kila wakati, ili tukaweze kufanya maamuzi ambayo yatatusaidia katika maisha. Hekima hii ndio inatufanya tuendelee kujitayarisha kwa ajili ya mwaka huu mzima, kwa sababu wengi ambao hawana hekima mpaka sasa hawajaanza kufikiria mambo haya. Bwana asifiwe. Lakini hekima ya Mungu inatuongoza kujua ya kwamba kuna jambo ambalo tunaweza kufanya, na ni lazima tuanze mapema kujitayarisha ili tulifanye mwaka huu ukaweze kuwa ni mwaka ambao umejaa ushindi kwetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Biblia pia inatuambia ya kwamba kumtafuta Bwana kunatupatia kuwa watauwa. Yaani unapomjua Bwana, wewe huwezi kuwa mtu wa kuanguka katika dhambi ovyo ovyo. Bwana asifiwe. Kumtafuta Bwana kunatufanya tumuogope, tumheshimu, na kwa sababu hiyo tuishi maisha ambayo yamejawa na utakatifu wake. Bwana asifiwe sana. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi mlango wa 24 mstari wa 5 na wa 6, utaona jambo hilo.
mnaweza kuandika alafu msome baadaye, ya kwamba kwa sababu ya kumtafuta Bwana sisi tunakuwa watu watakatifu, tunakuwa watu wateua, watu wanaotaka kumuishia Bwana kwa njia ya kumpendeza. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo tuandike hiyo Zaburi ya 24 mstari wa 5 hadi wa 6, na tuandike kitabu cha Hosea mlango wa 10 mstari wa 12. Baada ya kuandika hiyo, twende tusome pamoja katika Zaburi mlango wa 119, na ninataka tuangalie mstari wa 10 tu, mstari wa 10 peke yake. Biblia inatuambia ya kwamba kwa moyo wangu wote nimekutafuta. Huyo pia ni mtumishi wa Mungu Daudi anasema, kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee mbali na maagizo yako. Bwana asifiwe. Amen. Yaani kwa sababu ya kumtafuta Bwana, Bwana hatatuacha tuanze kwenda mbali na maagizo yake. Amen. Atatufanya tuchukue neno lake kama vile maandiko yanasema na kuyaweka katika moyo wetu, ili tukae tukiwa tunajitenga na dhambi, tusiweze kumkosea Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninataka kusema ya kwamba kuna mambo mengi ambayo tunaweza kufanya ili tutafute uso wa Bwana. Na tumeona sababu hizo ambazo nimesema, sikusoma zote, nimesoma kiasi tu, ili tujue ya kwamba kuna sababu ya kumtafuta Bwana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ninataka tutaje tu kwa ufupi watu ambao walimtafuta Bwana katika Biblia na Bwana akawataja. Bwana akataja kwamba fulani alinitafuta. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata kama hakutumia maneno haya ya kusema Bwana huyu alinitafuta, lakini tunaona akisifu kile kilitendeka kwa maisha ya mtu huyu. Amen. Kwanza ninataka tuangalie katika kitabu cha Mwanzo. Tunaangalia watu ambao katika Biblia walimtafuta Bwana, walitembea pamoja na Bwana, na wao wakafikia kiwango cha Mungu kuwaona na kusema ni watu ambao si wa kawaida. Bwana asifiwe. Tusikubali kuwa watu wa kawaida. Hasa katika maisha haya ya kiroho. Tusikubali kuwa katika hali hiyo ya kawaida, kwa sababu ni mbaya. Shetani ni mbaya sana, anatupatia uzembe wa kutulia na kukaa ili tusiendelee mbele. Na kusema ukweli, katika maisha ya Kikristo tuko katika level tofauti, tuko katika viwango tofauti. Hatuwezi kusema tunatoshana katika nguvu na katika upako wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kwa sababu hiyo kila mtu katika kiwango alicho anatakikana atafute Mungu apande zaidi. Amen. Hata wale ambao wametuzidi na wako huko juu, nao pia wanaendelea kumtafuta Mungu ili wapande juu zaidi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tusijaribu kutosheka na kuwa watu wa kawaida katika ufalme huu wa Mungu. Tunatakikana tutafute zaidi ili tukaweze kumtumikia Mungu kwa manufaa zaidi ya watu wengine na yetu na ya jamii zetu. Bwana asifiwe. Amen. Nilisema tuende katika kitabu cha Mwanzo tuone mtu mmoja ambaye anatajwa hapo kwa sababu alimtafuta Bwana. Hayajatumiwa maneno hayo ya kwamba huyu alitafuta Bwana, lakini yale yamesemwa hapo yanaonyesha ya kwamba alimtafuta Bwana na akampata. Tunasema tumesema mlango wa 5 mstari wa 24. Mtu alikuwa anaitwa Enoch na tunajua story yake, lakini mstari huo mmoja tu unasema Enoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtoa. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani Enoko anaambiwa alitembea na Mungu. Huwezi kutembea na Mungu kama hujamtafuta na kumpata. Bwana asifiwe. Ni lazima alimtafuta, akampata, akatembea naye kwa tabia nzuri kabisa, kwa utakatifu wote, mpaka Mungu akasema huyu ninaenda naye. Bwana asifiwe. Amen. Enoch hakuwa katika ulimwengu
peke yake wakati huo. Kulikuwa watu wengi tu. Ukisoma katika mlango huu unakuta kulikuwa watu. Biblia inasema katika mlango wa 6 baada ya hapo ya kwamba watu walipoanza kuongezeka katika nchi. Kwa hivyo watu walikuwako. Wengine hatuwajui hata majina. Bwana asifiwe. Lakini hapo tumetajiwa Enoko. Kwa nini? Kwa sababu alifanya mambo ambayo hayakuwa kawaida ya kila mtu. Alitembea na Mungu. Mungu akamchukua. Bwana asifiwe sana. Na katika kitabu hicho tunamuona ambaye alikuwa nafikiri ni tunamuita Ango, anaitwa nini kwa Kiswahili? Ango, mjomba. Anaitwa Noa. Biblia inamtukuza naye. Inamtuza ya kwamba Noa, ingawa kizazi chake kilikuwa cha watu wabaya sana, na katika mlango huo wa 6 Mungu anazungumzia kizazi hicho ambacho alisema atakiangamiza kwa maji, lakini katika mstari wa 8 mlango wa 6 ukienda katika mlango huo wa 6 Genesis ama Mwanzo mlango wa 6 mstari wa 8 Mungu anamzungumzia Nuhu. Baada ya kuzungumzia watu wabaya ambao alisema hawezi kuwavumilia tena na atawaharibu, anazungumza juu ya Nuhu. Bwana asifiwe. Akasema lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu akatengeneza safina. Bwana asifiwe. Yaani Nuhu alionekana katikati ya watu wengi wa wakati ule, kizazi ambacho Mungu alisema mioyo yao ilikuwa tu na kusudi la kufanya maovu. Bwana asifiwe. Lakini katika kizazi hicho kunajitokeza mtu mmoja ambaye Mungu aliweza kumtaja. Anaitwa Nuhu. Anasema Nuhu alimpendeza Bwana. Bwana asifiwe. Hawezi kumpendeza tu, ni lazima Nuhu alimjua Bwana. Akaona watu wengine wanaenda kwa njia zao na ambazo labda Roho wa Mungu alipomuhimiza yeye akasikia, wengine wakakosa kusikia. Na kwa sababu hiyo akawa na njia zinazompendeza Bwana, mpaka akawa ndiye mtu Mungu alimchagua ili atengeneze safina ambayo iliokoa kizazi ambacho tuko nacho. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo watu kama hawa wanatakikana watutie moyo, na sisi tutake kuinuka katika kizazi hiki ambacho ingawa wengi wetu tumemjua Mungu, lakini ni kizazi ambacho kimeingiliwa sana na shetani. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukitoka huko nje ukute wale ambao hawajaingia kwa nyumba hii na hawajakiri Yesu Kristo, utashangaa yale wanafanya. Kiwango cha kutaka kufikia wakati wa Nuhu. Bwana asifiwe. Amen. Na naamini Bwana hata tuangamiza kwa maji. Amen. Lakini tumtafute Bwana ili tufikie mahali ambapo Bwana atatukuzwa na Bwana atafanya tutajwe ya kwamba sisi tulitafuta uso wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Watu ni wengi. Tunamkumbuka Ibrahim, anatajwa sana. Tunamkumbuka Daudi, Mungu amemtaja sana pamoja na weaknesses zake, unyonge wake, lakini alimtafuta Bwana kwa bidii sana. Na Bwana aliendelea kumtaja hata baada ya yeye kufa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo mimi ninataka kusema nini? Ninataka kusema ya kwamba tujifunze ya kwamba Mungu ana note. Mungu anatambua wakati mtu amejiinua na kujitoa kwa kiwango cha kawaida. Bwana asifiwe. Anamuona, na akiisha muona anaanza kufanya kazi na huyo mtu. Amen. Sisemi ya kwamba katika viwango vya chini hatafanya kazi na sisi. Tumemuona Mungu katika viwango vyetu, lakini tunatarajia kuona ukuu wa Mungu na utendaji wa Mungu wa kipekee katika maisha yetu. Na ndio ninasema ili tufikie kiwango hicho, tumtafuteni Mungu kwa bidii. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuwe watu wa kutajwa. Tuwe watu ambao si wa kawaida. Tuwe watu ambao Mungu anaweza kuwaheshimu kwa sababu walimtafuta kwa bidii na wakampata. Bwana apewe sifa. Amen. Na katika jambo hilo pia tunaweza kujua kwamba kuna watu wengine ambao pia nao walikosa kumtafuta Bwana.
Katika Biblia wapo, na ukisoma utawapata, ambao Bwana hakupendezwa na wao, na kwa sababu hiyo mambo mabaya yalitendeka katika maisha yao. Tunaweza kuanza na wana wa Israeli wenyewe. Wana wa Israeli Mungu aliwapigania sana na aliwapenda sana, aliwaita taifa lake teule. Bwana asifiwe. Amina. Na ukisoma maandiko unaona vile aliwatoa Misri kwa nguvu nyingi sana, na wao wakaona. Lakini baadaye tunaona ya kwamba walikuwa ni watu ambao si watiifu. Baada ya kuona nguvu za Mungu, walianza kuamini vitu zingine. Bwana asifiwe. Amen. Na kwa sababu hiyo, kwa sababu ya kuacha kumtafuta Bwana, wakaingia kwa matatizo. Tunawaona wakitumwa mautumwani, wanakaa miaka kwa shida, watu ambao Mungu alikuwa amekusudia kuwabariki na kuwainua. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Bwana Mungu atukuzwe sana, kwa sababu hakuwaangamiza kabisa. Walikuwa ni watu wake na alikuwa na kusudi nao, na ingawa aliwapatia adhabu, lakini tunaona mwishowe aliwarudisha na akaendelea kuwatumia, na ndipo tumeweza kufikia kizazi cha sasa ambapo tumeenda tukipokezana huduma hii kutoka wakati huo. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni lazima tutafute Bwana, kwa sababu wale ambao hawamtafuti Bwana, Biblia inasema watakosa baraka zake. Nataka tuangalie katika kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Yeremia, tutasoma mlango wa 10 na tutasoma mstari wa 21. Kuna jambo ambalo linasemwa hapo. Biblia inasema, kwa sababu wachungaji wamekuwa kama wanyama, wala hawakuuliza kwa Bwana, basi hawakufanikiwa na makundi yao yote yametawanyika. Bwana asifiwe. Amen. Tunaona huyo, tunaona hao, yaani maandiko yanasema wamekuwa kama wanyama, hawakumtafuta Bwana, hawakutafuta ushauri kwa Bwana. Biblia inasema hawakufanikiwa. Mwaka huu tumesema tunataka kufanikiwa katika kila sehemu ya maisha yetu. Wale ambao hatujapata mke, tulisema tuombe mwaka huu uwe wa baraka kwa mtu huyo, akaweze kupata mke mzuri. Bwana asifiwe. Wale ambao hawana mume, wakaweze kupata waume wazuri katika jina la Yesu Kristo. Wasiende na kuchukua tu, lakini wamtafute Bwana katika jambo hilo. Na ndio ninahimiza ya kwamba tutafute uso wa Bwana kwa bidii. Na ili tukiisha fikia kiwango hicho cha Bwana kutuona na kutushughulikia, tutaona mambo yetu yanaenda bila pingamizi na bila kupoteza njia. Ninataka tusome pia kitabu cha Zaburi, mlango wa 119. Tutasoma mstari mmoja, mstari wa 155. Tusome pamoja. Mstari huo unasema, wokovu umbali na wasio haki, kwa maana hawajifunzi amri zake. Bwana asifiwe sana. Yaani wokovu umbali na watu ambao hawamtafuti Bwana, kwa sababu hao watu wanaambiwa hawajifunzi amri za Bwana. Kwa hivyo hawapati wokovu. Na wokovu huu nimesema si wokovu wa kumkubali Yesu tu, lakini ni wokovu wa wakati tuko kwa shida hata zingine. Bwana asifiwe sana. Wakati tumenaswa na mambo mengine, tumekuwa watumwa wa shida, Bwana anatuokoa. Lakini maandiko yanasema kwa sababu ya kukosa kutunza amri za Bwana, wokovu hautufikii. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. 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 Tulikuwa tunaangalia mambo ambayo yanaweza kutokea kama hatutamtafuta Bwana. Jambo la kwanza tuliona ya kwamba tunakosa baraka. Jambo la pili tumeona ya kwamba tunakosa ukombozi. Jambo la tatu tunaona ya kwamba Bwana anatuacha
tukiwa tumekwama kwa shida zetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Yaani Bwana anatuona tumekwama kwa shida, ana uwezo wa kututoa, lakini kwa sababu sisi ni watu ambao hatutafuti uso wake, kwa sababu sisi ni watu ambao hatujali sana kutafuta kukaa pamoja naye, anatuacha. Bwana asifiwe. Amen. Bwana ni wa huruma, tunajua hivyo kupitia kwa maandiko, lakini inatakikana kama tumeingia kwa dhambi tufikie kiwango cha kutubu, tukamrudie Bwana. Lakini kama Bwana atatuonya katika maisha yetu na sisi tukatai kumsikia, alafu wakati tumekataa kumsikia tuingie kwa matatizo, Bwana anasema tukimuita hatasikia. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sisi ni watukutu, tumekataa kumsikia, naye anasema atatuacha. Na ninataka tusome katika kitabu cha Hosea mlango wa 5. Nataka tusome kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, sikieni haya enyi makuhani, sikilizeni enyi nyumba ya Israeli, tegeni masikio yenu enyi wa nyumba ya mfalme, kwa kuwa hukumu hii yawahusu ninyi. Maana mmekuwa mtego huko Mispa na wafu uliotandwa juu ya Tabora. Nao waliohasi wameongeza sana ufisadi wao, lakini mimi ndiye awakaribiaye wote pia. Mimi namjua Efraimu, wala Israeli hakufichwa nisimuone. Maana sasa, Efraimu, umefanya usinzi, Israeli ametiwa unajisi, na kiburi cha Israeli chamshuhudia mbele ya uso wake. Kwa sababu hiyo Israeli na Efraimu watajikwaa katika uovu wao, Yuda atajikwaa pamoja nao. Mstari wa 6, watakwenda na makundi yao ya kondoo na ng'ombe wamtafute Bwana, lakini hawatamuona, amejitenga nao. Bwana asifiwe. Amen. Bwana wakati anakasirika kwa sababu ametuonya, anataka tutembee kwa njia zake, alafu tumekataa makusudi, tunataka kufanya yale ambayo yanapendeza mioyo yetu. Wakati tutaenda na kukwama na kuanza kukumbuka ya kwamba Bwana angetutoa kwa tatizo hili, alafu tumuite, yeye anaiona ni kama madhara. Bwana asifiwe. Wengine hata wanaitana wakiwa waanja tubu bado, anaiona kama madharao, na anasema atakapomuita hataitika. Bwana asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Isaia mlango wa 1, hatutasoma mlango wa 1, nafikiri kuanzia mstari wa 18 hapo, utamuona Mungu akiwa amekasirishwa sana na wana wa Israeli. Kuanzia mstari wa 15, amekasirishwa sana na wana wa Israeli, mpaka anasema kwa sababu wao wanaendelea kujifanya wanamwabudu, na huku hawatafuti uso wake, wanamwabudu vile wanataka kumwabudu. Bwana asifiwe sana. Unajua, tunaweza kujitengenezea ibada zetu, tuanze kumwabudu Mungu lakini nje ya makusudi yake, nje ya sheria zake. Hawa walikuwa wanamwabudu Mungu kweli, lakini walikuwa wameacha sheria zake, walikuwa hawatafuti uso wake, hawamheshimu, hawafanyi maagizo yake. Bwana akasema ya kwamba watakapo kwenda mbele yake na kumuomba na kukunjua mikono yake, atafunga macho yake. Bwana asifiwe. Bwana alisema atafunga macho yake asiwaone, na kwa sababu hiyo hata wajibu. Bwana asifiwe sana. Kuna maana ya kumtafuta Bwana, kuna maana ya kutubu wakati tunagundua ya kwamba tumeenda kando na mapenzi yake. Bwana asifiwe. Tusijaribu kuanza kumuita Bwana tu kwa sababu shida imetuzidi na huku bado hatujatubu. Yaani tumeenda kando na Bwana, tumekaa huko, lakini matatizo yametuzidi sasa,
tunataka kuja kwa Bwana, na badala ya kufuata njia nzuri tukatubu kwanza, tunaanza kumuita. Bwana anasema hata tusikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Hata sikia, atafunga macho yake asituone, atafunga masikio yake asituone. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo ndugu zangu, nimekuja ili tuimisane juu ya jambo hilo. Tusiwe watu wa kutaka mema kutoka kwa Mungu lakini hatutaki kutembea pamoja naye. Bwana anafurahia sana wakati watu wake wanatafuta uso wake, na kwa sababu hiyo wanatembea pamoja naye. Hata mara nyingi unakuta Bwana anakubariki ukiwa hujaomba baraka hizo, kwa sababu anakupenda, kwa sababu anakufurahia, anaona mahitaji yako kabla ya wewe mwenyewe kuyaona. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu hiyo Bwana atuwezeshe ili tukatafute uso wake tena kwa bidii tu, tufikie kiwango cha kumjua, tufikie kiwango cha kutembea naye kiasi cha kwamba anaweza kushuhudia kwamba kweli watu hawa wanatembea naye. Watu hawa wamenitafuta. Watu hawa wananipenda. Biblia inaniambia ya kwamba sisi wale ambao tumeokoka sio watu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Sisi sio watu wa kawaida, na sijui ni kwa nini tunataka kuendelea kuwa watu wa kawaida ambao wanahangaishwa na shetani kutoka upande wa kushoto mpaka wa kulia. Kwa nini tunataka kukaa kama watu wa kawaida na sisi si watu wa kawaida? Tutoke katika jambo hilo katika jina la Yesu Kristo. Tutoke na kurudi katika hali yetu. Biblia inatuita uzao wa kifalme, kabila teule. Tunaitwa familia ya kiukoani. Bwana asifiwe. Amen. Na ukisoma hapo unaona ya kwamba Bwana anatutaja kuwa ni watu wasio wa kawaida. Amen. Watu ambao anawapenda, watu ambao anawatumia. Tujikaze basi tufikie kiwango hicho. Bwana asifiwe. Amen. Na Biblia inaniambia tena, ukisoma katika kitabu ama barua ya Petro ya pili mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 3. Na ninataka tusome hapo na tumalizie hapo. Tusome kitabu hicho ama barua hiyo ya Petro ya pili. Waraka wa pili wa Petro mlango wa kwanza. Tutaanza mstari wa 3. Kuna maneno ambayo Mungu anasema hapo na ambayo ninataka tuyaweke katika akili zetu na yatusaidie sana, kwa sababu mwaka huu ni lazima tubarikiwe. Bwana asifiwe. Ni lazima tubarikiwe. Biblia inasema hapo ya kwamba kwa kuwa uwezo wake wa uungu umetukirimia vitu vyote vipasavyo uzima na utauwa, kwa kumjua yeye aliyetuita kwa utukufu wake na wema wake mwenyewe. Bwana asifiwe. Amen. Kwa Kiingereza imesema kwa nguvu sana. Inasema ya kwamba kulingana na nguvu zake za kiungu, Mungu ametupatia kila kitu ambacho tunahitaji ili kukaa maisha ya kiutauwa. Amen. Kwa hivyo hatuna visababu, hatuna udhuru. Hatuwezi kupeana excuses ya kwamba unajua Mungu, shetani hapa amenishinda. La, Bwana asifiwe. Tumepewa silaha zote. Kwa nini tunakataa kuchukua? Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini hatuchukui silaha hizo? Mungu mwenyewe anajua ya kwamba ametukirimia vyote ambavyo tunahitaji. Amen. Ili tukae maisha ya utauwa. Na yeye kwa sababu hiyo anatarajia tukae maisha hayo ya utauwa. Kwa sababu hatuna excuse. Hatuna udhuru. Hatuwezi kupeana visababu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tutafute Bwana. Amen. Na tujue ya kwamba uwezo tunao wa kusimama na kufikia kiwango cha kubarikiwa na Mungu. Na kwa sababu hiyo tunatakikana tuwe na nia. Bwana asifiwe sana. Amen. Ninamkumbuka wakati mmoja Rais Nyerere alipokasirishwa na jeshi na serikali ya Uganda. Aliwaambia kwamba nguvu za kuwapiga
wanajeshi wa Uganda wanazo. Na akawaambia ya kwamba na nia ya kuwapiga anayo. Kwa hivyo akawaambia waje ili wapigwe vizuri, wajue ya kwamba huku si kwao. Bwana asifiwe. Amen. So hapa Mungu ametupatia nguvu, uwezo, lakini nia inatoka kwetu. Amen. Ni lazima tuwe na nia hiyo. Amen. Ya kufikia kiwango hicho Mungu anataka tufike. Amen. Mungu alazimishi, ingawa uwezo anao wa kulazimisha watu, lakini alazimishi. Anataka tuwe na nia ya kutaka kwenda hapo kihiari ili naye atubariki. Amen. Ninaamini ya kwamba neno hilo litangusa mtu ingawa mmoja na kumbadilisha. Amen. Na kumpatia shauku ya kutaka kwenda mbele. Amen. Shauku ya kutaka kuwa na nia ya kufikia upeo huo wa Mungu ili hawe baraka na watu waone, waseme huyu mtu amebarikiwa. Amen. Waone na kusema kumbe Mungu anabariki watu namna hii. Amen. Kumbe Mungu anaweza kubariki ili wamuogope Mungu wetu na kumpa sifa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana awabariki. Amen. Awatie nguvu. Amen. Na ninaamini ya kwamba Mungu ana nia ya kutubariki. Amen. Nasi tuwe na nia ya kumtafuta kwa nguvu zote na nia ya kukaa maisha matakatifu. Amen. Barikiwe sana. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa sababu umezungumza nasi. Ninakushukuru kwa sababu ya kusudi njema ambalo uko nayo katika maisha yetu. Baba, unakusudia kutubariki. Mwaka huu ambao tumeukabidhi mikononi mwako ni mwaka ambao tunatarajia kukuona, na tunaomba ukatuwezeshe kukaribiana nao. Utuwezeshe kutafuta uso wako. Utuwezeshe kuwa na shauku ya kupanda kufikia kiwango ambacho unatutaka tufike ili ukatubariki. Jina lako litukuzwe kwa neno lako, liende likanguze kila mmoja wetu na kutuinua, na sifa na utukufu zikaweze kukurudia. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini.